Ikiwa leo ni tarehe 28 mwezi wa 4 2026, wilaya ya Karatu imefanya maadhimisho ya siku ya wadau wa elimu katika wilaya hii. Kauli mbiu ikiwa ni ushiriki wa wadau wa elimu kuleta tabasamu na matokeo bora. Katika hotuba yake, rais wa wilaya ya Karatu Bahati Mfungo ameweza kubainisha mambo kadha wa kadha, ikiwa ni kuwashauri wazazi kutokubali swala la watoto kutoroka shuleni. Aidha, ameweza kuongea masuala mengine ambayo ni kuwapa motisha walimu ambao wamefanya vizuri katika masuala mbalimbali kimasomo katika wilaya ya Karatu kwa ngazi ya shule za msingi pamoja na shule za sekondari. Ndugu zangu, kuna wazazi ambao mko hapa katika siku ya leo. Kuna machache ambayo tunahitaji kuongea na nyinyi. Ndugu zangu wazazi, kumbuka kwamba maadili ya mtoto yanaanzia nyumbani. Tusimwachie mwalimu kwamba mwalimu ndio ataenda kumrekebisha yule mtoto. Inabidi mzazi hakikisha ya kwamba mtoto kule nyumbani anakuwa na maadili ambayo ni mazuri. Maadili mazuri yanasaidia katika kutii, lakini vile vile yanamsaidia mtoto kuweza kufanya vizuri katika masomo yake. Kwa sababu mtoto anapokuwa na tabia nzuri, walimu wetu watakuwa ni mashahidi. Mtoto mwenye tabia nzuri sambamba na matokeo yake yanakwenda vizuri kabisa. Lakini mtoto ambaye maadili yake si mazuri, matokeo yake kwa namna moja au nyingine yamekuwa si mazuri. Niwasihi wazazi, ushirikiano wenu na walimu. Tushirikiane na walimu. Mwalimu anapokuwa, wakati mwingine walimu wamekuwa wakiwapigia simu wazazi, wengine majibu yao yamekuwa si ya kuridhisha sana, ushirikiano umekuwa sio mzuri, lakini kuna wengine wamekuwa wakitoa ushirikiano. Mzazi anapokupigia simu kukueleza tabia ya mwanao, msikilize mwalimu, mpe ushirikiano, kwa sababu mwalimu muda mwingi anakaa na mtoto wako kule shuleni. Kwa hiyo tabia nyingi za mtoto wako anazifahamu, zilizo mbaya na zilizo nzuri. Kwa anapokueleza mtoto tabia yake si nzuri, tafadhali mpe mwalimu ushirikiano, kwa sababu ushirikiano huo utasaidia mtoto huyu kuweza kubadilika katika ile tabia alionayo mbaya na kurudi katika tabia nzuri, na hatimaye mtoto huyu kuweza kufanya vizuri katika masomo yake. Ndugu wadau wa elimu, tunapenda kuwaomba sana muweze kushirikiana sana na serikali yetu inaongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan. Serikali hii inatambua sana mchango wa wadau, na ndio maana katika wilaya yetu ya Karatu tumeamua kutenga haya maazimisho kuhakikisha kwamba wadau wetu tunatambua mchango wenu ambao mmeendelea kutoa, hasa katika swala zima la elimu. Lakini pia katika motisha mbalimbali tunaziona wadau wa elimu mmeendelea kutoa motisha mbalimbali katika mashule yetu, na motisha inapotolewa kwa mwalimu inampa morali ya mwalimu kuweza pia kufundisha kwa uwezo wake. Ndiyo tunajua atafundisha hata asipopata hiyo motisha, lakini motisha kwa namna moja au nyingine inamsaidia mwalimu kuamsha morali ya kuweza kufundisha. Unajua kuna wakati mwingine vipindi unakuta vimeisha, muda umekwisha, lakini mwalimu kwa upendo wake anatumia muda wake wa ziada ili kuhakikisha mtoto anafanya vizuri. Sasa mwalimu kama huyu ni kwa nini asipewe motisha? Kwa hiyo wadau wetu tunaomba sana tuendelee kutoa motisha kwa walimu wetu ili wilaya yetu ya Karatu iweze kuendelea kufanya vizuri katika swala zima la elimu. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Karatu ndugu Juma Hokororo naye alikuwa na haya ya kusema. Usiendelee kukata tamaa. Mimi kama mkurugenzi niko pamoja na nyie katika kazi hii ya kuhakikisha elimu yetu ya wilaya ya Karatu inakuwa na tunaweza kufikia malengo yetu ya ufaulu kwa watoto wetu. Lakini jambo lingine, maono yetu, mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuhakikisha tunatoa elimu bora katika wilaya yetu, na sio elimu bora tu, kwa kushirikiana na wazazi kuifanya Karatu inakuwa kinara katika elimu hiyo. Na kwa kuendelea tu kwamba kwa sasa tumeshaweza kupata vibali vya shule 2 kuweza kutoa elimu ya Kiingereza, na elimu hii tumepata katika kata yetu ya Odiani, na tutatoa elimu ya Kiingereza katika shule zile 2 bure kabisa. Naamini sisi tutakuwa ni mfano wa wilaya ambayo inatoa elimu ya Kiingereza ni bure, mtoto hawezi kuchangia chochote. Tutakwenda na sera yetu ya elimu kama serikali yetu ya awamu ya 6 inavyofanya kazi. Na wakati ukifika, mheshimiwa mgeni rasmi, nafikiri tutakualika kwa ajili ya kuweza kuzindua mpango huo wa elimu bure kwa Kiingereza katika shule zetu zile 2 katika eneo la Odiani. Nitoe shukrani za dhati kwa wadau wote ambao
wanatusaidia sisi kama halmashauri katika kuendeleza elimu. Natambua wale wadau ambao wako Oldiani, naona ndugu yangu pale yupo amefika, na hao ni wadau ambao sasa wanaenda kutusaidia kwa ajili ya utoaji elimu bure katika shule zetu mbili za msingi Oldiani. Natambua pia wadau kama Kasee, lakini na wadau mbalimbali ambao wanatusapoti sisi kama halmashauri katika kuhakikisha tunatoa elimu, lakini pia tunasaidiana kuinua elimu katika halmashauri yetu ya wilaya ya Karatu. KNN imepata fursa ya kuongea na walimu walioweza kupokea tuzo mbalimbali katika maadhimisho ya siku hii ya wadau wa elimu. Kwa majina naitwa Idi Hassan Kiboko, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Gidamilanda. Nayo furaha kwa kufanya vizuri katika mitihani ya darasa la 7 vile vile darasa la 4. Katika mitihani hii tulifanya vizuri kutokana na ushirikiano uliopo kati yetu wazazi, shule pamoja na walimu katika kujituma katika utendaji kazi. Kikubwa kilichotubeba na kufanya vizuri mpaka kushikia nafasi ya 5 katika masomo yetu ilikuwa ni ushirikiano, pamoja pia na kushukuru halmashauri ya wilaya ya Karatu kwa kutupatia fedha za chakula kwa ajili ya wanafunzi wa bweni, na wale wanafunzi wa day pia wanapata chakula kila siku, hivyo kufanya kusoma kwa muda mwingi na kusoma kwa muda mrefu. Ushirikiano wa wazazi, tunapata ushirikiano mzuri, na hivyo kwa asilimia kubwa imetupush katika kufanya vizuri shule yetu ya msingi Gidamilanda. Hivyo nawapongeza wote ambao wametusapoti, zikiwemo halmashauri ya wilaya ya Karatu, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Karatu, afisa elimu msingi, afisa elimu maalum, pamoja na wasimamizi wetu wote wa idara ya elimu msingi kwa sapoti wanayotupa kuweza kufanikisha kupandisha ufaulu katika shule ya msingi Gidamilanda. Mimi kwa majina naitwa John W. Bajut, ni mwalimu wa shule sekondari ya Ganako. Mimi pale shuleni ni mwalimu wa taaluma. Leo tumejumuika na walimu wenzangu, wakuu wa shule na walimu wakuu kwa shule za msingi na baadhi ya walimu na wanafunzi. Lengo ni kwa ajili ya kusherehekea wiki ya elimu hapa wilayani kwetu. Tumepewa zawadi. Kwa mfano, shule yetu imekuwa shule ya kwanza kwa matokeo ya kidato cha 6 mwaka 2025, lakini pia imekuwa shule ya 3 kwa matokeo ya mtihani wa taifa kidato cha 2 mwaka jana. Tumejisikia vizuri kupokea zawadi hii na imetupa hamasa zaidi kufanya vizuri zaidi ili tuweze kupokea zawadi kwa wakati ujao. Kwa majina naitwa John Marco Rahe, ni mwalimu kutoka shule ya Costigan English Medium iliyopo wilaya ya Karatu kwa Arusha. Yes, leo ni siku ya maadhimisho ya wadau wa elimu kwenye wilaya yetu ya Karatu. Kiujumla imekuwa ni siku nzuri sana ambayo kila mmoja wetu ameifurahia. Kwa upande wa sisi walimu, kwa shule ambazo zimefanya vizuri, lakini pia kwa upande wa shule yetu sisi tumepata zawadi mbalimbali, ikiwemo zawadi ya mwanafunzi ambaye amefanya vizuri zaidi kwa shule za English Medium kwa wilaya yetu ya Karatu. Zawadi ambayo tumepata imekuwa ni zawadi ambayo inakuwa dedicated kwa walimu pamoja na wanafunzi, ili kwa hao ambao wanabaki wajue kwamba wenzao walifanya kazi nzuri, kazi bora. Vile vile walimu pia wanaji proud by themselves, kwa maana ya kwamba kazi ambayo walifanya imeonekana na wamekuwa appreciated. Jina langu ni Mwalimu Lydia Mungure, mkuu wa shule ya sekondari Florian iliyoko halmashauri ya wilaya ya Karatu. Shule hii ni shule ya kidato cha 1 mpaka kidato cha 6. Na kipekee sana nitoe shukrani nyingi sana kwa mheshimiwa mama yetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo amejishughulisha kwa namna ya pekee sana kuboresha miundombinu ya shule mbalimbali ikiwemo Florian Sekondari, lakini pia na maeneo kadha wa kadha katika sekta ya elimu. Jambo ambalo limekuwa chachu kubwa sana katika kuwafanya wanafunzi na walimu kuwa katika mazingira rafiki katika tendo zima la kujifunza na kufundisha. Siku ya leo ni siku ya kipekee sana katika halmashauri ya wilaya ya Karatu. Ni siku ambayo tumefanya tathmini ya matokeo ya mitihani ya kidato ya darasa la
la pili, darasa la 4, darasa la 7, kidato cha pili, kidato cha 4 na kidato cha 6. Mimi ni miongoni wa tathmini ya kidato cha pili na kidato cha 6. Na kipekee sana nishukuru halmashauri, uongozi mzima wa halmashauri ya wilaya Karatu pamoja na ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa jinsi ambavyo wametupa heshima sana kutuita katika siku hii ya kipekee kutupongeza. Na mimi nafurahi sana kuwa mmojawapo waliopongezwa kwa sababu shule yangu pia imefanya vizuri katika kidato cha 4 na kidato cha 6 na tumepata zawadi kama shule, lakini pia wanafunzi moja, lakini pia walimu moja. Halikadhalika mwaka jana nilipata pia zawadi kwa kidato cha 6 na lakini pia na walimu. Na mwalimu bora au mfanyakazi bora Mei Mosi alitoka shule ya sekondari Florian. Hii imeleta chachu kubwa sana na ndio maana hata mwaka huu pia tumerudi katika hiki kinyang'anyiro. Kwa kweli imeleta hamasa kubwa kwa watumishi, kwa walimu, lakini na kwa wanafunzi. Na niseme kwamba kwa kweli hiki wanachokifanya uongozi mzima wa halmashauri ya wilaya Karatu kwa kweli ni jambo jema sana. Mkurugenzi wetu anafanya kazi kubwa sana. Kwa kweli Mungu ambariki mno. Hapa tunaona kwamba ametoa kiasi cha zaidi ya milioni 50 kwa ajili tu ya motisha. Ni fedha nyingi, lakini pia zaidi ya kuwa fedha nyingi imeleta hamasa kubwa sana kwa shule mbalimbali ambazo zimehusika katika kupata motisha hii, na zile ambazo hazikupata motisha hii maana yake wanaenda kupambana, kila mmoja anapambana ili kwamba aingie kwenye hiki kinyang'anyiro. Kwa hiyo tunaamini kabisa na elimu itapanda sana kwa halmashauri ya wilaya Karatu ili pia tuweze kufanya vizuri zaidi na zaidi kimkoa na hata kitaifa. Basi niweze kusema kwamba Mungu awabariki wote ambao wamehusika katika shughuli hii na tuendelee kufanya hivi ili pia tuendelee kustawisha jamii zetu na wanafunzi wetu na taifa kwa ujumla. Kutoka viwanja vya mazingira bora wilaya Karatu, mimi ni Pasco Yohani, KNN.